kwa pamoja kazi hii imalizike ndani ya kipindi kifupi kijacho. Kamishna wa Jeshi la Uhamiaji, lakini mshauri elekezi ZBA, jengo hili kuanzia tarehe ya leo tarehe ngapi? Kila siku 10 kutoka leo, maana yake huu ni mwezi wa 4, una siku 31, si ndivyo? Tarehe 30 ya? Okay, una siku 30. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 5 nitataka kupata taarifa ya progress ya jengo hili kutoka kwa mshauri elekezi. Lakini tarehe 1 hiyo hiyo mwezi wa 5 nitataka kupata taarifa za jengo hili kutoka kwa mkandarasi. Sasa uele wake kati ya nyewe wawili, mmoja asilete taarifa. Ili nataka nione jengo hili linakamilika na jeshi letu hili la uhamiaji tukabidhi jengo lao waweze kufanya shughuli zao za kikazi za uhamiaji. Ukiona tumejenga jengo hili, ujue kuna mapungufu huko walikokuwa, kuna changamoto ya nafasi na mambo mengine. Hapa tutaweza kuweka miundombinu mizuri, mifumo mizuri ya kisasa ya kiuhamiaji ili tuweze kuwahudumia Watanzania. Kwa hiyo hilo lilikuwa agizo langu la kwanza. Lakini la pili, agizo la pili, kati ya hawa wawili atakayefeli kutekeleza maagizo yangu kwa upande wa mkandarasi, na kuhakikishia hii itakuwa ndio kazi yake ya mwisho kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini naamini kwa kazi hii kubwa iliyofanyika, tunajiuliza kwa nini tushindwe na 4% iliyobaki. Sina shida, najua wote ni wazalendo na wataweza kulitekeleza hili vizuri. Lakini mshauri elekezi yeye ni serikali, naamini atafanya vizuri na sina mashaka. Akishindwa kufanya tutachukua hatua. Tumechagua juzi mkurugenzi lakini hatutashindwa kuchagua mwingine hata kama kaka siku moja tu, kama hatatekeleza yale ambayo tutayataka. Lakini najua na mara tumeweka mwanamama. Unajua kina mama mara nyingi wanakuwa waaminifu sana na hawana shida, wanafanya kazi nzuri sana. Kamishna, usione shida sana kusema hivyo, kwa ndio kweli kina mama wanafanya kazi nzuri. Tunamwona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hicho ndio kigenzo kikubwa. Sasa hapa hapana haja ya story nyingine, maelekezo yawe ni hayo.